Pote pale ulipo, karibu katika ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV. Mimi ni Midi Josefu. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule mpya sekondari ya Sinya ambayo ni ya bweni iliyojengwa katika kijiji cha Lelemeta wilayani Longido mkoani Arusha kwa gharama ya shilingi bilioni 1.23. Taarifa zaidi na mwandishi wetu. Akizungumza na wakazi wa kata ya Sinya na viongozi mbalimbali waliofika kushuhudia uzinduzi huo leo Jumatatu Februari 23, 2026, Waziri Mkuu ameelekeza swala la ujenzi wa uzio wa shule lifanyiwe kazi haraka kutokana na uwepo wa wanyama wakali. Mapema akitoa taarifa ya ujenzi, mkuu wa shule hiyo Mwalimu Andrew Emmanuel amesema shule hiyo ina wanafunzi 387 wa kidato cha kwanza hadi cha tatu na walimu 12 ambao kati yao 9 ni wa kiume na 3 ni wa kike. Hii miradi imeletwa hapa kwenu, imeshakuwa mali yenu. Tunzeni miundombinu ile, watu wasikate mabomba. Mkikata mabomba, unajua kuna wakati mvua zikinyesha tunasahau kama tunapata shida tena baadaye. Wakati wa mvua watu wanakata mabomba, pakija pakakauka na mnaona mahitaji yako maeneo mbalimbali, itakuwa sio vizuri turudi tuanze kutafuta mabomba mengine wakati tulishapeleka mabomba eti yamekatwa. Tusikate mabomba. La pili, kwa wanafunzi, watoto wangu, someni. Daktari Samia Suluhu Hassan ameleta scholarship, ufadhili. Ukisoma ukafaulu vizuri, unaenda kusoma nchi yeyote bure. Mnanielewa wanangu? Unatoka asubuhi hapo, jioni unapaa na pipa. Bege kubwa lile kama uwanja wa mpira. Unaenda kusoma popote bure, sio mkopo, bure. Kwa hiyo someni. Mama Samia ameshaweka dirisha hilo liko wazi kwa ajili yenu. Katika hatua nyingine, Waziri Mkuu Dr. Mwigulu amekagua ujenzi wa mradi wa maji safi wa Sinya na Manga ambao pia unatekelezwa katika kijiji cha Sinya wilayani Longido mkoani Arusha kwa gharama ya shilingi bilioni 13.5. Akitoa maelezo mafupi, Waziri wa Maji Jumaa Aweso amesema kupatikana kwa maji kwenye eneo hilo kulitokana na uwepo wa mitambo ya kupimia maji chini ya ardhi iliyonunuliwa na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ambayo iligawanywa kwenye kanda tofauti. Lakini maelekezo ambayo ameyatoa kwa wizara yetu ya maji, tuyatoe maji popote, hatuangalia gharama, katika kuhakikisha wananchi wa Longido wanapata huduma ya maji safi na salama. Mheshimiwa mbunge wao Mheshimiwa Kiruswa alivyoingia bungeni, moja ya ajenda yake ilikuwa kuyaleta maji Longido. Mheshimiwa Rais alitupatia fedha kuyatoa maji Mto Simba, eneo la Siha, zaidi ya kilomita 70 na kuhakikisha maji yanafika Longido. Kazi ile tumeifanya, maji yamefika Longido mjini. Tumpigie makofi mengi sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umekuja hapa Sinya na umekuja kwa baraka, mvua inanyesha. Nini maana yake? Mheshimiwa Waziri Mkuu wetu, wakati umefika hapa na unaondoka, wana Sinya wanaenda kupata huduma ya maji safi na salama. Umeona leo kisima kikubwa ambacho maeneo kama haya kame kupata maji chini ya ardhi ni nadra sana, lakini tumepata vifaa vya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan vya kufanya tafiti, vimetusaidia leo tumepata maji mengi. Mheshimiwa mbunge ameomba hapa eneo la Ildonyo na eneo mpaka la Lelemeta na maeneo mengine yapate maji. Nataka nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu yupo, maeneo haya yataenda kupata huduma ya maji safi na salama. Amesema uzalishaji wa sasa ni wastani wa lita milioni 1.7 kwa siku, wakati mahitaji ni lita milioni 3.8, na kwamba mradi ukikamilika utaweza kuongeza uzalishaji hadi lita milioni 4.1 kwa siku, hivyo kuboresha huduma ya maji safi kwa wananchi na mifugo. Asante pia, usijiunge kwa undani wa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine.
Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amejumuika na viongozi, wanafamilia na wananchi mbalimbali katika maziko ya marehemu Theodosia Sylvester Mapunda yaliyofanyika leo tarehe 23. Marehemu Theodosia Mapunda ambaye ni mama mzazi wa mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Mheshimiwa Kasiani Gallus Nyimbo amefariki tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2026. Maziko hayo yamefanyika makaburi ya Mwanakwerekwe mkoa wa Mjini Magharibi, yamehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, vyama vya siasa na wananchi mbalimbali. Akitoa shukrani, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Unguja Mheshimiwa Kasiani Gallus Nyimbo amemshukuru Rais Dr. Mwinyi kwa nia yake njema ya kuwaunganisha Wazanzibari na kuwa wamoja wakati wa faraja na misiba. Tunawashukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunakushukuru Dr. Hussein kwa juhudi hizi mnazofanya pamoja na msaidizi wako Makamu wa Pili za kuwaunganisha watu Zanzibar. Hii inatupa amani siku zote, kwa sababu Mheshimiwa Rais unakuwa mstari wa mbele katika kuwaunganisha watu, katika kuwaleta. Ulikuwa na kazi nyingi leo. Mimi hata asubuhi nafahamu ulikuwa Dar es Salaam. Makamu alikuwa barazani. Mmeacha mmekuja kuungana na sisi kuonyesha mshikamano na umoja wa nchi. Sisi kama familia ya Nyimbo tunakushukuruni sana viongozi wetu. Hatuna cha kuwalipa, bali tunasema asante sana. Lakini tunashukuru pia waombolezaji wenzetu, wananchi, waheshimiwa pamoja na wananchi kwa ujumla, mliokuja kwa wingi kumsindikiza mama yetu Theodosia ambaye tayari safari yake imepiga na amefikia hapo. Bwana ametoa na Bwana ametoa, jina lake lihimidiwe. Waziri wa Madini Mheshimiwa Anthony Mavunda amesema ataendelea kufuta leseni za uchimbaji na utafiti zisizoendelezwa na kutahadharisha kuwa atawafuatilia watoto wanaomiliki leseni nyingi ili akifanya maamuzi asionekane amemwonea mtu. Mwandishi wetu ana taarifa zaidi. Waziri Mavunde ametoa kauli hiyo leo jijini Dar es Salaam wakati wa kusaini mpango maalum kwa wachimbaji wadogo wa madini ya dhahabu, ambapo amesema kuna maeneo mengi ambayo yamekuwa yakishikiliwa bila kuendelezwa, huku wengine wakitoa taarifa za uongo ili kuendelea kuyashikilia. Serikali imeendelea kutoa leseni kwa wachimbaji wadogo katika maeneo ambayo yamekuwa na changamoto kubwa kutokufanyiwa kazi kwa muda mrefu, ambayo yanashikiliwa na watu wengi wakiwa wamezihifadhi leseni nyingi. Nimefuta leseni za utafiti na naendelea kufuta leseni za utafiti. Tutaendelea kufanya kazi. Nchi yote hii ukienda kila sehemu ukigusa unaambiwa hapa kwangu. Utaratibu wa hapa kwangu mimi nakwenda kuondoa sasa. Nataka iwe hapa kwetu. Nataka watu wapate nafasi ya kushiriki katika uchumi wa nchi ya Tanzania. This time na kwenda mwenyewe field na wataalamu wa GST, wataalamu wa tume. Nitaiweka ripoti yako mezani. Ukiniambia ulichimba mashimo 100, nitakuwa na muda, tutaongozana kwenye mashimo 100, ili nikifanya maamuzi ya kufuta leseni isionekane tumemwonea mtu, tumemkosea mtu. Tungependa wachimbaji wadogo, tunatarajia wawe na uadilifu katika matumizi ya fedha. Ukikopa kwa ajili ya madini, usinunue magari. Hiyo ni nidhamu ya fedha. Ni lazima una nidhamu ya kurejesha mkopo uliopewa, kwa sababu tuwafikie wengi sana. Kwa marejesho lazima yake kwa wakati kama tulivyokubaliana. 3, urasimishaji wa shughuli zenu. Lazima mkubali kwenda kwenye sekta iliyo rasmi, mrasimishwe kwa kuzingatia vigezo vyote vya sheria na uendeshaji, ili mwe walipaji wazuri wa kodi, kufuata sheria na kanuni za uchimbaji, lakini kulinda mazingira. Na haya ni matarajio walionayo wachimbaji. Sasa tunaenda kuwezeshwa. Kwa mfano kama Songwe Gold Family tunakwenda kukopeshwa bilioni 50. Tunatarajia mapato yatakuwa makubwa sana kwa serikali, mzunguko wa pesa kwa wananchi wa eneo husika. Kwa tunaenda kuleta chachu kwa sekta na mnyororo mzima wa
wa thamani ya madini. Tunawapa hamasa wenzetu ambao hawajapata wasikate tamaa. Cha kufanya ni kuunda vikundi, pia tuwe na vikundi vya kujiamini. Kwa mfano kikundi cha Gold Family ni kikundi ambacho kwanza kinajiamini. Timu nilionao naikubali na ninawaamini watalipa mkopo kwa awamu na kwa wakati tutamaliza. Kwa sasa hivi hela tunazoenda kuzipata hizi ambazo tunaenda kuwezesha sawa wachimbaji tuchimbe kitaalamu zaidi kuliko tulivyokuwa tunachimba awali. Takwimu zinaonyesha makusanyo yaliyoingizwa katika mfuko mkuu wa serikali ni zaidi ya shilingi trilioni 1 ambapo wachimbaji wadogo wamechangia kwa 40%. Nora Damian, Sky TV, Dar es Salaam. Mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka hapa Sky TV tulionayo usiku huu. Wanafunzi wamehimizwa kuendelea kupanda na kutunza miti. Karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama ulimwengu wa habari kutoka Sky TV. Mimi ni Mindi Josefu. Wanafunzi wilayani Geita wametakiwa kupanda na kutunza miti kwa ajili ya kuvutia mazingira kujifunzia, hali ambayo itachochea ufaulu wakati wa masomo. Tupate taarifa zaidi. Ni katika shule ya sekondari ya wasichana ya Geita, sehemu ambayo Jumuiya ya Maridhiano ya Amani Tanzania mkoa wa Geita inafanya zoezi la upandaji wa miti. Katibu tawala wa wilaya ya Geita, Bilusi Beda, anatoa wito huo kwa wanafunzi wakati jumuiya hii ikitekeleza wiki yake ya maridhiano ya amani kwa kupanda miti katika shule mbalimbali na kuchangia damu. Tutapanda miti. Hii ni jumuiya ya maridhiano, ina dini ya Kiislamu, ina dini ya Kikristo, lakini na makundi mbalimbali kama ambavyo walivyosema katika jamii. Maana yake ni kwamba wanatufundisha kwamba sisi wote ni wamoja. Ndio maana inaitwa jumuiya ya maridhiano. Sisi wote ni wamoja, tunafanya kazi pamoja, tunatunza amani yetu. Lakini katika wiki hii sasa wakachagua kazi ya kufanya ni ya kupanda miti. Tunajua mtaitunza vizuri, itakuwa miti yetu itakwenda kuendelea kubadilisha mandhari ya shule yetu, itayafanya kuendelea kuwa mazuri. Lakini pia itayapendezesha, pia itatusaidia kupata kivuli kwa ajili ya kufanya nini? Ya kusomea. Kwa hiyo tunajua pamoja na hayo itasaidia kuongeza ufaulu kwa sababu mtakuwa mnasoma katika mazingira ambayo ni tulivu. Mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano ya Amani Tanzania mkoa wa Geita amesema jumuiya hiyo itapanda miti 1000 katika wilaya ya Geita. Kwa tutapanda miche 1000 katika shule 3. Shule 4. Shule ya kwanza ni Bomba Mbili Primary pamoja na Geita Girls na Geita Secondary Mwatrole pamoja na Iana shule ya private. Kwa hiyo shughuli hii inaendeshwa na JMAT, lakini tutafanya hitimisho yake tarehe 4 mkoani Mwanza kitaifa, ambayo taarifa hizi zitatolewa kwamba JMAT imepanda miti kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira. Mimi pamoja na walimu wenzangu tuko 21. Wanafunzi wetu jumla yao ni 517, ambapo tuna kidato cha kwanza, cha pili, cha 5 na cha 6. Kwa miti hii itakayopandwa kwenye eneo letu, sisi jumuiya ya Geita wasichana tutaitunza ili endelee kuwa kielelezo cha amani kwanza kwenye mazingira yetu ya shule, lakini pia kwa mkoa wetu na Tanzania kwa ujumla. Kutoka katika halmashauri ya manispaa ya Geita mkoani Geita, Michael Francis Bundala, Sky TV. Mtazamaji, tuangazie taarifa nyingine. Mkuu wa mkoa wa Songwe Jabiri Makami amepongeza halmashauri ya Momba kwa kufanya kazi kubwa katika ukusanyaji wa mapato, hatua iliyopelekea kuongezeka kwa mapato ya halmashauri hiyo kwa muda mfupi. Mwanahabari wetu na simulizi zaidi. Ameyasema hayo wakati wa ukaguzi wa miradi mbalimbali ya maendeleo katika halmashauri ya Momba, huku akiwapongeza viongozi wa halmashauri wakiongozwa na mkuu wa wilaya hiyo kwa usimamizi mzuri wa rasilimali na nidhamu ya mapato. Momba oye! Momba oye! Ni halmashauri changa, lakini ni miongoni mwa halmashauri ambazo zinapiga hatua kubwa sana za maendeleo. Viongozi wenu wa Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mwenyekiti wa halmashauri, mkurugenzi na timu yao wanafanya kazi kubwa sana. Mabadiliko katika eneo tu la ukusanyaji wa mapato, mwaka 22 mlikuwa mnakusanya shilingi ngapi? Bilioni 1.8. Lakini mwaka 25 mpango wao kukusanya ni shilingi ngapi? Bilioni 5.5. Bilioni 5.5. Kwa wameweza kutoa mapato kutoka bilioni 1.8 mpaka sasa wanakaribia kufika bilioni 5.8.
Maanake wameongeza karibia bilioni 4 katika kipindi cha muda mfupi sana, katika kipindi kama cha miaka mingapi? Mitatu. Naomba tuwapigie makofi. Aidha, Mheshimiwa Makame ameeleza kuwa ongezeko la mapato litawezesha utekelezwaji wa miradi mingi ya maendeleo ikiwemo ujenzi wa ukarabati wa miundombinu ya elimu, afya na barabara, huku akiwataka wananchi kuendelea kuwaunga mkono viongozi wao. Kwa hiyo maanake kuongezeka kwa mapato, tafsiri yake maanake ndipo tunapoweza kupata fedha za kuweza kutoa huduma kwenu nyinyi wananchi wenzetu. Kwa anafanya kazi kubwa sana kwenye mapato, lakini hali kadhalika juzi tulikuwa kwenye kikao cha kuangalia mipango ya maendeleo. Miongoni mwa halmashauri ambazo zimekuja na mipango madhubuti ni halmashauri yenu hii ya Momba. Kwa hiyo pamoja na uchanga wake, lakini kuna viongozi ambao wana mipango, ina viongozi ambao wana maono makubwa. Wajibu wetu sisi wananchi na viongozi huku, twendeni tuwaunge mkono ili mipango yao iweze kuleta matokeo yaliyokusudiwa, ili sote kwa pamoja tufike wakati sasa halmashauri yetu iweze kukimbia katika maendeleo. Nikiripoti kutoka mkoani Songwe, mimi John Kiango, Sky TV. Mtazamaji, tuvuke maji sasa tuelekee Pemba, ambapo mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba Mheshimiwa Mgeni Hatibu Yahya amesema serikali ya mkoa itaendelea kuwachukulia hatua kali za kisheria watu wanaojihusisha na vitendo viovu ikiwemo uhujumu uchumi ili kulinda rasilimali za taifa na kuimarisha usalama wa kiuchumi. Alani Gabriel na maelezo zaidi. Mheshimiwa Mgeni ametoa kauli hiyo katika ofisi kuu ya KMKM Wete wakati akishuhudia jumla ya mapipa 88 ya mafuta aina ya diesel, kila pipa likiwa na ujazo wa lita 250. Jana pia tarehe 21 tuliweza kufanikiwa kudhibiti uhujumu huu wa uchumi wa matangi haya yasiyopungua 88 ambayo kila moja lina lita 250. Kwa kweli vijana wangu nikupongezeni sana. Na niwaahidi mimi mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba niko na nyinyi bega kwa bega muda wowote wakati wowote kwa lengo la kuilinda nchi yetu na kuhakikisha kwamba huu upotevu wa mapato ya nchi yetu basi kwa pamoja tunaweza kuyadhibiti. Niwaambie vijana wangu, muendelee kufanya kazi kwa bidii kubwa, juhudi na maarifa pamoja na uzalendo. Mkiamini sisi viongozi wenu huku tuko pamoja nanyi. Na mimi pia niendelee kumshukuru Kamanda Bakari. Hakujua kwamba mie labda ni bosi nibakie ofisini. Baada ya tukio kutokezea, yeye mwenyewe alikuja kushirikiana na nyie vijana. Sisi ndani ya mkoa wetu tunatambua kwamba tuna bandari bubu nyingi sana. Na niwaambie wale wote wahujumu wa uchumi wa nchi yetu kwamba sisi tumejipanga vya kutosha kuhakikisha kwamba bandari zote bubu tunazidhibiti, na huu ndio mfano na ndio uhalisia. Na niwaambie serikali ya mkoa hatutomuonea mtu, lakini hatutomwacha mtu yoyote yule ambaye atavunja, atakiuka sheria ya nchi yetu. Amesema Kamanda Bakari, sisi tuko macho. Siku ya jana walitarajia labda sisi tutakuwa tunakula futari, au sio? Tunaftari, lakini kumbe hajui kwamba watu wako macho. Kwa hiyo niendelee kuambia na niseme kwamba mkoa huu kupitia vikosi vyetu vyote tumejipanga kuhakikisha mkoa unabakia kuwa salama, lakini mambo maovu yote katika mkoa wetu yanaondoka. Kwa hiyo niwaambie wale wahujumu wa uchumi wanaojipatia kipato kwa njia ambazo si rasmi, haya mambo waachane nayo mara moja, kwa sababu watapata hasara iliyokubwa, sio? Kwa mfano kama sasa hivi hii ni hasara kubwa. Wengepitisha hii kwa utaratibu, wengejipatia faida na mambo mengine, serikali tukaweza kupata kodi, au sivyo? Lakini leo wao wamejaribu kutumia njia ambazo si rasmi na wakaweza kufanya vitendo kama hivi, na niendelee kuambia sisi
wafumbia macho. Kwa hiyo nimalizie kwa kukushukuruni sana, nikutakieni kila la heri katika kutenda kazi zenu. Kama nilivyowaambia, juhudi, bidii na maarifa ndio yatakaotufanya sisi mkoa wetu tuweze kujenga zaidi. Tuondoeni muhali, tusimuonee mtu, tusimdhulumu mtu, lakini tusikubali mtu akavunja sheria za nchi yetu. Aidha, mkuu wa mkoa amewataka wananchi kufuata sheria na taratibu za nchi ili kujiepusha na changamoto zinazoweza kuwakumba, ikiwemo kuchukuliwa hatua za kisheria, kutozwa faini au kupoteza mali pamoja na leseni za biashara. Alan Gabriel, Sky TV. Mtazamaji, tunapata mapumziko mafupi, tukirejea tutawaletea mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV inakukaribisha mfanyabiashara, mjasiriamali, taasisi na mashirika mbalimbali kutangaza biashara yako kwa gharama nafuu. Sky TV itafurahi kuwa sehemu ya kufanikisha ndoto yako ya kukua kibiashara. Karibu utangaze nasi ili kuwafikia wateja wengi kutoka maeneo mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa maelezo zaidi, wasiliana na mkuu wa kitengo cha masoko kupitia simu namba 0673 33 61 99 au 0794 96 3336. Wakati wa kukua kibiashara, taasisi au shirika lako ni sasa. Changamkia fursa hii. Sky TV, above the limit. Sky TV. Biashara na uchumi. Zifuatazo ni habari za uchumi na biashara kutoka hapa Sky TV. Jina langu ni Mohamed Magesa. Taasisi pamoja na mashirika yaliyopo chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara zimeagizwa kuhakikisha zinasimamia kwa ufanisi majukumu yake na kuacha kuwa vikwazo kwa wawekezaji na wafanya biashara wanaotaka kuanzisha viwanda hapa nchini. Mwandishi wetu kutoka Arusha ana undani wa taarifa hiyo. Rai hiyo imetolewa na Katibu Mkuu wa wizara hiyo, Balozi Waziri Salum, wakati wa kikao kazi kilichofanyika jijini Arusha na kuwakutanisha viongozi kutoka taasisi mbalimbali chenye lengo la kupeana mikakati ya namna gani sekta hizo zimejipanga katika kuhakikisha
wizara hiyo inakuwa na kusimamiwa kwa weledi. Wizara yetu imepewa dhamana ya kusimamia sekta ya viwanda na biashara. Hivyo tunategemewa mno na Mheshimiwa Rais kuhakikisha maeneo haya mawili kusitokezee malalamiko kwamba Wizara ya Viwanda na Biashara na sekta zilizokuwa chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara inakuwa ni kikwazo katika uanzishaji wa biashara, lakini wawekezaji wanapokuja kutaka kufungua viwanda. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu wa wizara hiyo anatoa msisitizo kwa wakuu wa taasisi hizo kufanyia kazi changamoto ambazo zimekuwa zikikabili sekta hiyo, huku washirika wakibainisha namna watakavyotendea kazi maagizo hayo. Maendeleo yanakuja na changamoto. Namna nchi inavyokuwa, namna maendeleo yanavyokuja, kuna changamoto mpya pia zinajitokeza katika masoko, katika biashara na katika uanzishaji na ukuaji wa viwanda vyetu. Basi hilo ni jukumu ambalo taasisi zetu hizi inabidi izibebe na kuangalia ni kwa namna gani tunaweza kutafuta masuluhisho katika kukabili hizo changamoto mpya zinazokuja na maendeleo ya kiuchumi, na kuhakikisha basi katika kutekeleza yale mikakati ya kufikia dira 2050 basi taasisi zetu za viwanda na biashara zinashiriki ipasavyo. Pale ambapo kunajitokeza changamoto, haraka sana tunakwenda kutatua. Yako maeneo mbalimbali yana shida, tunajitahidi kuwaelewesha wadau wetu kwamba mfumo ni mzuri na tunatafuta njia nzuri na sahihi ambayo watumiaji wa mfumo wanaweza kufaidika. Shirika la Viwango Tanzania hatujai kuwa kikwazo. Katika eneo kubwa ambalo tunaendelea kulifanya ni kutoa elimu na watu waelewe mahitaji ili uthibitishe ubora wa bidhaa yako, ili upeleke bidhaa sokoni na mwananchi anatakiwa kufanya nini. Aidha, katibu huyo amezitaka taasisi hizo kushirikiana kwa karibu ili kufanya wizara hiyo kuwa chachu wa maendeleo ya viwanda na biashara sambamba na kuchochea ukuaji wa uchumi wa taifa katika kufikia dira ya mwaka 2050. Kutoka mkoani Arusha, Amina Ngahewa, Sky TV. Gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Bwana Emmanuel Tutuba amefungua kikao cha kamati ndogo ya magavana wa benki kuu za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kinachofanyika jijini Arusha kuanzia leo tarehe 23 hadi tarehe 27. Kwa tunatarajia wataalamu watajadiliana kwa kina na kuweka mikakati ambayo wataiwasilisha kwenye kamati ya magavana wa benki kuu za SADC, ili sasa tuone namna gani kwa ujumla wetu tunavyoweza tukaimarisha biashara na uhawilishaji wa fedha kutoka nchi moja kwenda nyingine. Ndio maana nimeongelea swala la cross border payment, kwa sababu mifumo ya malipo ndiyo inayotumika kuwezesha fedha zitoke nchi moja kwenda nyingine, kuwezesha shughuli za kiuchumi zitekelezeke ndani ya SADC na kufikia yale malengo tuliyojiwekea ya SADC. Sasa kwenye kamati hii ndogo, upande mwingine wanaangalia vihatarishi. Kwa sasa kuna vihatarishi mbalimbali vinavyoweza vikafanya shughuli za kiuchumi au shughuli za mabenki zisitekelezeke ipasavyo. Ndio maana nimewaambia wajaribu kuangalia masuala ya vihatarishi vya mifumo ya kibenki, udukuzi kwenye mifumo ya fedha, masuala yanayoendana na fedha hata za kimitandao, uwekezaji na masuala mengine ambayo wao kwa namna atakavyoona yatawezesha shughuli za mabenki zitekelezeke bila kukwama. Zifuatazo ni habari za kubadilisha fedha kwa mujibu wa benki ya CRDB. Tukianza na dola ya Marekani, imenunuliwa kwa shilingi 2540 na kuuzwa kwa shilingi 2620. Euro ya Ulaya imenunuliwa kwa shilingi 2888 na senti 64 na kuuzwa kwa shilingi 3188 na senti 64. Paundi ya Uingereza imenunuliwa kwa shilingi 3330 na kuuzwa kwa shilingi 3630. Shilingi ya Kenya imenunuliwa kwa shilingi 16 na senti 52 na kuuzwa kwa shilingi 23 na senti 52. Randi ya Afrika Kusini imenunuliwa kwa shilingi 150 na senti 39 na kuuzwa kwa shilingi 170 na senti 39. Yeni ya China imenunuliwa kwa shilingi 351 na senti 28 na kuuzwa kwa shilingi 396 na senti 28. Shilingi ya Uganda imenunuliwa kwa senti 69 na kuuzwa kwa senti 74.
Na huo ndio mwisho wa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Mohamed Magesa. Biashara na uchumi. Mtazamaji, mkusanyiko wa habari za biashara na uchumi unatupa wasaa wa kuungana na Zinazire Mswima katika mkusanyiko wa habari za kimataifa. Habari za kimataifa. Hujambo, karibu katika habari za kimataifa. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC itaanza kikao cha kuamua kama raia wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte anapaswa kushtakiwa kwa uhalifu dhidi ya ubinadamu unaohusishwa na msako wake dhidi ya dawa za kulevya. Kikao hicho cha udhibitisho wa mashtaka kinachofanyika kwa siku 4 kitaamua kama kuna ushahidi wa kutosha dhidi ya Duterte kuendelea na kesi au rais huyo wa zamani mwenye umri wa miaka 80 hata kuwepo katika kikao cha mahakama huko The Hague baada ya mahakama kukubali ombi la utetezi na kuondoa haki yake ya kuhudhuria. Licha ya majaji kuamua kwamba alikuwa anafaa kushiriki baada ya kusikilizwa kwa kesi hiyo, majaji watakuwa na siku 60 za kutoa uamuzi wa maandishi. Waendesha mashtaka wa ICC wamemshtaki Duterte kwa makosa matatu ya uhalifu dhidi ya binadamu, wakidai kuhusika kwake katika mauaji ya watu wasiopungua 76 kati ya mwaka 2013 na 2018. Idadi halisi ya mauaji wakati wa kampeni yake nchini Filipino inaadhiniwa kuwa ni maelfu, na mawakili wa waathiriwa wamesema kwamba kesi kamili inaweza kuhamasisha familia nyingi zaidi kujitokeza. Duterte ambaye alikuwa rais kuanzia mwaka 2016 hadi 2022 alikamatwa mjini Manila mwezi Machi mwaka 2025 akisafirishwa kwa ndege hadi Uholanzi, na tangu wakati huo ameshikiliwa katika gereza la Scheveningen. Serikali ya Uganda inaungwa mkono na jeshi linalokosoa Uganda kwa kumkaribisha mkuu wa wanamgambo wa RSF Mohamed Hamdani Daglo maarufu kama Hemeti. Hemeti alikutana na Rais Yoweri Museveni katika ikulu ya Entebbe Ijumaa. Imewakosoa mapokezi aliyopewa na rais wa Uganda na kuyaita dharau kwa ubinadamu. Hemeti siku ya Ijumaa alikutana na rais wa Uganda Yoweri Museveni katika ikulu ya Entebbe siku moja baada ya uchaguzi wa Umoja wa Mataifa kugundua kuwa vikosi vyake vilifanya vitendo vya mauaji ya halaiki huko Darfur. Wizara ya mambo ya nje ya Sudani iliukosoa mkutano huo ikisema ukatili wa RSF umeorodheshwa na jumuiya ya kimataifa na kulaniwa na mashirika ya kikanda ambayo Uganda ni wanachama, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Jumuiya ya Ushirikiano wa Nchi Pembe za Afrika IGAD. Daglo akizungumza wakati wa ziara yake alisema alikwenda Uganda baada ya Rais Museveni kuombwa na jeshi la Sudan awe mpatanishi. Tangu Aprili 2023 jeshi la Sudan liliongozwa na mkuu wake Abdel Fattah limekuwa vitani na kikosi cha RSF kinachoongozwa na naibu wa zamani wa Barhan anajulikana kama Hemet. Mexico imethibitisha kuwa wanajeshi wamemuua mbabe wa ulanguzi wa dawa za kulevya ambaye alikuwa mmoja wa watu wanaosakwa sana nchini humo na Marekani. Nemesio Oseguela alikuwa na umri wa miaka 59. Jeshi limesema Nemesio, kiongozi mwenye umri wa miaka 59 wa mtandao wa Jalisco New Generation, alijeruhiwa na mapigano ya wanajeshi katika mji wa Tapalpa na kufariki alipokuwa akisafirishwa hadi Mexico City. Mamlaka zilikuwa zimetangaza zawadi ya dola milioni 15 za Marekani kwa yeyote mwenye taarifa za aliko. Watu wenye silaha waliokuwa wakilipiza kisasi kwa uvamizi huo walifunga zaidi ya barabara 20 katika jimbo la magharibi la Jalisco unaopatikana mji wa Tapalpa kwa magari na malori yaliyochomwa moto. Vurugu hizo zilienea hadi majimbo mengine pia.
Oseguera ni mmoja wa wababe wakubwa wa dawa za kulevya wa Mexico waliounganishwa tangu kukamatwa kwa waanzilishi genge la Sinaloa na Ismael Zambada. Wote wawili sasa wanatumikia kifungo nchini Marekani. Taarifa inasema pamoja na ujasusi wa kijeshi wa Mexico, uvamizi huo ulifanywa na kwa taarifa za ziada kutoka kwa serikali ya Marekani. Ilisema watu 6 wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa kundi hilo waliuawa na wanajeshi 3 walijeruhiwa. Mwisho wa habari za kimataifa. Langu jina ni Zinaziri Mswima. Habari za kimataifa. Mtazamaji, ni wasaa sasa wa kuelekea viwanjani kuangazia ya kimichezo, na mwanamichezo Lai Said yuko hapa ndani atutanabaishe ya kimichezo. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Michezo na burudani inaletwa kwenu na ZIC. Habari za michezo na burudani. Habari za wakati huu, mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari. Sasa ni wasaa mzuri wa kuelekea viwanjani kwenda kufahamu taarifa za kimichezo. Jina langu Lai Saidi. Baada ya kuifunga klabu ya Namungo, hatimaye Dar es Salaam Young Africans imerejea leo jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara, ambapo Alhamisi ya wiki hii kikosi hicho kitashuka dimbani dhidi ya JKT Tanzania. Kikosi hicho kitashuka tena dimbani kama nilivyokuambia mtazamaji, ambapo atacheza mchezo huo katika ule mwendelezo wa Ligi Kuu Soka Tanzania Bara. Baada ya hapo kikosi cha Yanga kitaelekea visiwani Zanzibar kucheza mchezo wa dabi ya Kariakoo, mchezo ambao utapigwa Machi mosi mwaka huu.
Afisa habari wa klabu hiyo Ali Shabani Kamwe amezungumzia mechi zinazofuata kwa klabu hiyo ikiwemo mchezo dhidi ya JKT na kuelekea Kariakoo Derby, huku akisema watu wameanza maneno mengi kwamba Yanga hawachezi vizuri katika mechi zao za hivi karibuni ambazo wamezicheza. Kesho itakuwa ni siku pekee na siku ya mwisho ya maandalizi yetu kuelekea mechi dhidi ya JKT Tanzania. Mechi itapigwa pale KMC Complex majira ya saa 10 kamili jioni. La kwanza ni kuwaomba wanachama, washabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, hizi ndio nyakati ambazo tunatafuta ubingwa. Ubingwa hautafuti kwenye mechi ya mwisho ya msimu. Nyakati hizi ndio nyakati za kutafuta ubingwa. Na sisi wanachama, mashabiki tunaotafuta ubingwa kwa kusimama na timu yetu. Mizengo iko mwingi hapa inapigwa, mambo ni mengi, lakini tusipoteze focus. Hizi mechi tatu kama nilivyotangulia kuwaeleza awali ni mechi tatu ngumu ambazo tunatakiwa tuziingie kwa tahadhari kubwa, tuziingie kwa akili kubwa kulikweli. Kwa hiyo niwaombe siku ya Jumatano saa 10 kamili tujitokeze kwa wingi KMC Complex, tuje tuisupport timu yetu, tupambanie tatu nyingine muhimu kabla ya kuelekea New Amani Complex kwenye dabi ya Kariakoo. Jambo la pili ambalo ni muhimu nikawagusia wanachama na mashabiki wetu, viingilio vya mchezo wa Kariakoo Derby vinatangazwa siku ya kesho, pana majaliwa Mwenyezi Mungu tutakwenda kuvitangaza, na tukivitangaza maana yake wakati huo huo vitaanza kuuzwa. Hivyo niwaombe mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans, tuko nyumbani na tuna kila sababu ya kuifanya New Amani Complex iwe na njao na kijani za kutosha mule ndani. Tujiandae, tukae tiketi mapema kesho, tuje tuenjoy burudani. Wote wanaosema kwamba Yanga haichezi vizuri, niwaambie tu, andaeni timu mje mtufunge. Maneno ya nini? Si hatuchezi vizuri, nyie andaeni timu mje mtufunge. Nacho kikosi cha Singida Black Stars kimeondoka leo kuelekea Lindi, ambapo kikosi hicho kitaenda kucheza mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara dhidi ya Namungo FC, mchezo utakaochezwa Februari 26 mwaka huu. Singida Black Stars ambao jana walikuwa jijini Dodoma ambapo walicheza mchezo dhidi ya Mtibwa Sugar wakaibuka na ushindi wa mabao 3-1, wamekwenda Lindi kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere, ambapo baada ya kumaliza mchezo huo wa jana, mchana wa leo timu hiyo ilisafiri jioni yake na usafiri wa SGR kuja jijini Dar es Salaam kwa ajili ya safari hiyo. Na kwingineko ni kuhusiana na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan amempongeza mwanariadha Gabriel Giai kwa kushinda nafasi ya kwanza kwa mara ya pili mfululizo na Emmanuel Dindai kwa kushika nafasi ya 3 katika mbio ndefu za Daegu Marathon zilizofanyika nchini Korea Kusini siku ya jana. Rais Samia ametoa pongezi hizo kupitia ukurasa wake wa mitandao ya kijamii wa Instagram, akisema mlijiandaa vizuri, mmejituma kwa bidii na mmestahili ushindi. Mafanikio haya yanaimarisha hadhi yenu ya kimichezo kimataifa, yanaitangaza na kuipeperusha vyema bendera ya Tanzania, na pia ni funzo na hamasa kwa wanamichezo wengine na timu zetu kufanya vizuri katika mashindano mbalimbali. Aidha, Mheshimiwa Rais amesisitiza kuwa serikali itaendelea kuweka na kuimarisha mazingira ambayo yatakayowezesha wanamichezo kufanya maandalizi bora na kuwa washindani bora katika mashindano yote wanayoshiriki. Mafanikio ya Gerard Giai pamoja na Emmanuel Dindai yanathibitisha ukuaji wa Tanzania katika michezo ya kimataifa na kuimarisha nafasi ya taifa hili katika mashindano ya riadha duniani. Na kimataifa ni kuhusiana na klabu ya FC Barcelona imeendeleza kufanya vyema kwenye michuano yote msimu huu, huku wakiwa na malengo ya kuchukua makombe yote msimu huu. Barcelona hadi hatua za mwisho. Chini ya kocha mkuu Hansi Flick, Barca wameendelea kuwa ni timu bora. Pedri, Gavi, Rafinha pamoja na wachezaji wengine. Na shirikisho la soka duniani FIFA limeiarifu rasmi klabu ya Benfica kuhusu vikwazo vinavyoweza kuwakabili klabu hiyo na mchezaji Gianluca Prestiani iwapo atapatikana na hatia katika uchunguzi unaoendelea wa ubaguzi wa rangi. Chini ya sera ambayo iliimarishwa na FIFA ya kutostahimili kwa masuala hayo,
Adhabu zinaweza kujumuisha kukatwa kwa pointi, kufungiwa kwa mechi 5 hadi 10 kwa Prestiani, faida ya kuanzia euro milioni 5 hadi 10, timu kunyang'anywa alama, kufukuzwa au kushushwa daraja na hata kufukuzwa moja kwa moja kutoka kwa duru inayofuata ya mashindano. Makosa ya kujirudia yanaweza kusababisha athari mbaya zaidi ya michezo, na mashirika ya kitaifa pia katika hatari ya kuwekewa vikwazo. Wakati huo huo, Porto wamewasilisha hati rasmi kwa shirikisho la soka la Ureno na ligi ya soka ya Ureno kuhusu swala hilo linalowahusisha Vini pamoja na Prestiani. Klabu imetoa wito kwa kutovumiliana kabisa, hatua kali pia za kuzuia na ushirikiano kamili na UEFA ili kuhakikisha matukio kama haya hayawezi kujirudia. Taarifa hii inatufikisha tamati ya habari za michezo na burudani. Mindi Joseph yuko hapa kukamilisha ulimwengu wa habari. Habari za michezo na burudani. Michezo na burudani imeletwa kwenu na ZIC. Sky TV. Asante mwana michezo Lai Saidi kwa mkusanyiko wa habari za michezo. Mtazamaji, tuangazie utabiri wa hali ya hewa kwa saa 24 zijazo. Habari za wakati huu na karibu tena katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kaskazini mashariki pamoja na mikoa ya Morogoro na Ruvuma, maeneo haya yatajua na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yatajua na hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache. Na mifumo ya upepo inaonyesha kuwa inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Tanganyika pamoja na ziwa Nyasa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Rukwa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa na mawimbi madogo. Na wakati mifumo ya anga inaonyesha upungufu kidogo wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, mikoa ya Morogoro pamoja na Ruvuma, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu pamoja na maeneo ya ukanda wote wa pwani, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku nne zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.
Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari, tupate muhtasari wa yale tuliyokuwa nayo. Waziri Mkuu azindua sekondari mpya ya Sinya wilayani Longido pamoja na kukagua ujenzi wa mradi wa maji safi wa Sinya na Manga. Na kimataifa, mahakama ya kimataifa ya uhalifu kuanza kusikiliza kesi ya rais wa zamani wa Ufilipino. Na katika michezo, Yanga ya wasili da kuiwinda JKT Tanzania, huku Simba akisalia Dodoma kwa winda wali mazabibu Dodoma Jiji. Mtazamaji, nafika tamati katika ulimwengu wa habari. Kwa niaba ya timu nzima kutoka Paskai TV, mimi ni Mindi Josefu. Endelea kufuatilia vipindi vyetu kupitia mitandao ya kijamii. Uwe na usiku mwema.